Ndugu zangu wana Simba na Watanzania kwa ujumla, ieleweke wazi ya kwamba tukiwa nchini Morocco tulipokea taarifa ya mabadiliko ya uwanja, ya kwamba mechi itachezwa katika uwanja wa Amani. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno. Mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi yalikuwa ni makali vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambayo tuliona inastahili kuwasilishwa kwenye mamlaka za CAF. Tulipeleka kila ombi ambalo tunaamini linapaswa kupelekwa CAF, na tulifanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba mechi inabaki Benjamin Mkapa. Baada ya kufanya yote hayo, juhudi zetu na jitihada zetu zikagonga mwamba na msimamo wa CAF ukabaki ya kwamba mechi inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Kwa hiyo hawataki kuchukua riski ya kuipeleka mechi Benjamin Mkapa alafu yakatokea kama yarotokea kwenye mechi ya robo finali. Kwanza itakuwa ni kuitukanisha Simba yenyewe ya kwamba ina uwanja mbaya. Pili ni kuitukanisha Tanzania ya kwamba ina uwanja mbaya. Tatu ni kuitukanisha Afrika yenyewe na mpira wake ya kwamba mechi kubwa ya finali imechezwa kwenye uwanja mbaya. Kwa fakta zote hizo ndipo ambapo CAF wakafikia maamuzi ya kwamba mechi hii wacha ikachezwe kwenye uwanja ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF. Kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Na hili ningependa kuwakumbusha tena zaidi wa Zanzibar. Usije na jezi yako ya timu ya taifa. Njoo na jezi njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya finali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, kujaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wana Simba tupate tahfifu ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei. Acheni bei ile ili wana Simba waweze kuafford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wana Simba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure
kwenye kurasa zangu za kijamii, wana Simba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate unafuu wa kwenda kumuona mnyama anachukua ubingwa wa Afrika. Na ndugu zanguni niwaambie, mwaka huu tumeingia fainali. Haitajirudia tena kama mwaka 93. Yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu. Kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu. Kwa miaka 7 mfululizo tukawa tu tunacheza robo fainali, na kwenye fainali tunataka hivyo hivyo kila mwaka tuwe tunacheza robo, tuwe tunacheza nusu, kumradhi nani ananichezea huyu? Kila mwaka tuwe tunacheza fainali, na hilo linaweze, mnaweze msiniamini hivi sasa, lakini tulivyoingia robo fainali ya kwanza mkasema fluke, mwaka huu Simba atoboi. Mwaka uliofuata Simba kaingia tena robo finali, na baada hapo ikawa ni robo finali mpaka hivi sasa. Na sasa tumeingia finali. Tukitoka hapa, kituo kinachofuata mwakani tukiwa hai ni finali tena. Mwaka unaokuja ni finali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset Simba Sports Club. Fanya balaa kubwa siku hiyo ya tarehe 22. Siku ya tarehe 23 wana Simba wote ambao tutakuwa visiwani Zanzibar, tutakwenda kutembelea na kufanya dua maalum kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume. Ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka 2000, jina la Simba Sports Club lilitolewa na hayat Abeid Aman Karume. Wakati huo tunaitwa Sunderland, yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club, na wengine wakaitwa chura. Lazima tuende tukamwombee dua pale na tumeleza kwamba tupo katika ardhi yako, tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno, na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe 23 hiyo, baada ya kufanya dua kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume, tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo ndio ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar. Hii siku ya tarehe 22 ya uzinduzi tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma pamoja na gari kubwa la yani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe 22.